tunayo taarifa ambayo inahusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kadhia yao ambayo inaendelea katika viunga vya mahakama mbalimbali hapa nchini. Katika hali isiyotarajiwa, aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa upande wa Zanzibar, Said Issa Mohamed, na wenzake wawili ambao ni Ahmed Rashid Hamis na Maulida Anakom wamefungua maombi madogo kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche na wenzake wanane, wakidai kwamba wahusika kwa maana ya watuhumiwa wamekiuka maelekezo ya mahakama hiyo yaliyotolewa dhidi yao Juni 10 mwaka huu. Maombi hayo madogo yaliyopewa namba 8960 ya mwaka 2025 yanatokana na kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025 inayoendelea mahakamani hapo chini ya Jaji Hamidu Mwanga. Kupitia maombi hayo yaliyofunguliwa Oktoba 2 mwaka huu, walalamikaji kupitia wakili wao Mulamuzi Patrick Biabusha wamedai kuwa walalamikiwa wameendelea kuitisha na kuandaa mikutano mbalimbali ya ndani kutoa maelekezo ya kazi za kisiasa yanayohusiana na hicho na kuzungumza na vyombo vya habari, jambo ambalo ni kinyume na marufuku iliyotolewa na mahakama hiyo. Itakumbukwa kuwa kufuatia uwepo wa kesi ya msingi namba 8323 ya mwaka 2025 inaendelea mahakamani hapo iliyofunguliwa na Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya katibu mkuu na bodi ya wadhamini ya Chadema, Juni 10 mwaka huu, mahakama ilipiga marufuku wadaiwa kujihusisha na shughuli zozote za kisiasa na kiutendaji, kutumia rasilimali za chama na mambo mengine yote yanayoshabihiana na hayo hadi hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa uamuzi. Utolewaji wa amri hiyo ambao ulikuwa sehemu ya maombi ya wadai yaliyowasilishwa mahakamani hapo pia iliwagusa wasaidizi wa wadaiwa, mawakala wao na wote wanaofanya shughuli zao kwa namna moja au nyingine chini ya mwavuli wa Chadema. Ikumbukwe kuwa katika kesi ya msingi inadaiwa kuwa chama hicho kimekuwa kitenga Zanzibar katika shughuli zake mbalimbali ikiwemo mgawanyo wa mali, rasilimali fedha na kadhalika. Sambamba na hilo, inadaiwa kuwa chama hicho kimekuwa kikitoa kauli zinazoashiria udini, ukosefu wa usawa wa kijinsia na viashiria vya kuvuruga muungano, jambo ambalo ni kinyume na katiba ya Chadema, sheria ya vyama vya siasa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sambamba na Heche, walalamikiwa wengine kwenye maombi hayo madogo ni John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa Chadema, Rose Mayemba ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya Chadema, Brenda Rupia ambaye ni mkurugenzi wa habari na uenezi Chadema, Hilda Newton ambaye ni mjumbe wa baraza kuu la Chadema, Twaha Maipaya ambaye ni mwenezi wa zamani wa Bavicha na Gervas Bernard Lienda ambaye ni afisa kutoka kurugenzi habari na uenezi Chadema. Wengine ni bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho. Inaelezwa kuwa endapo mahakama itawakuta na hatia walalamikiwa ya kukiuka amri yake, huenda wahusika wakapelekwa gerezani hadi hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa na kutolewa uamuzi. Kufunguliwa kwa kesi hiyo kunaonyesha mtiririko wa kesi na mashauri mbalimbali ambayo yanaendelea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Unaweza ukasema kumekuwa na mwaka wa mambo mengi kweli kweli, kesi za hapa na pale. Utakumbuka mwenyekiti wa chama hicho taifa, wakili Tundu Antipas Lissu hivi sasa yuko katika milango ya gereza akituhumiwa na kesi mbili. Kesi ya kwanza ni uchochezi na kutoa taarifa za uongo ambayo inaendelea kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Ni kama imesizi hivi, lakini sio tu kwamba imesizi, ni kwa sababu ya kesi ya msingi kubwa ambayo inaendelea katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, na hiyo ni kesi ya uhaini ambayo itakuja kuendelea tena mnamo Oktoba 6 mwaka huu kwa maana ya kuanza usikilizwaji. Na unaweza ukaona sio hivyo tu, leo tunavyozungumza ni kwamba msajili wa vyama vya siasa, kumbuka, alipiga marufuku kwa kutowatambua viongozi waandamizi wa Chadema akiwemo katibu mkuu, manaibu katibu wakuu wawili kwa maana ya Amani Golugwa pamoja na wakili Ali Ibrahim, katibu mkuu John Mnyika na wajumbe wa kamati kuu. Nazungumzia Dr. Rugemeleza Mshala ambaye ni mjumbe wa kamati kuu na mwanasheria mkuu wa chama, lakini wajumbe wa kamati kuu wengine akiwemo Rose Mayemba, Sheikh Hafidh Saleh, Sheikh Hafidh Ali Saleh, lakini pia Bwana God Bless Lema na wengine ambao waliokuwa wameteuliwa kwa ajili ya kushika Salma Kasanzu na wengine ambao walikuwa wameteuliwa kushika nafasi mbalimbali. Hawa wote pia
msajili wa vyama vya siasa alieleza kwamba kutowatambua na kutokana na sakata la Mchome ambalo watu wengi wanalikumbuka. Baadaye Chadema walienda mahakamani kupinga na mahakama ikatoa uamuzi wa awali, uamuzi wa kuhakikisha kwamba maamuzi yale yanatenguliwa na mahakama ikataka wale watu watambuliwe kama viongozi halali. Sasa pamoja na mambo mengine, lakini pia kumbuka swala la ruzuku lilipigwa marufuku na mahakama ikaagiza kwamba ruzuku yao wapatiwe. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza utekelezaji wa mambo hayo pia mpaka hivi sasa umekuwa haujafanyika, na inatajwa kwamba msajili anataka kwenda kukata rufaa kwenye mahakama ya rufani. Na kuna hoja ambayo ikatengeneza mkanganyiko. Kuna kesi pia ambayo inaendelea pale Manyara, na watu wanaweza wakajiuliza kuhusu kesi hiyo pia ambayo inaelekea mahakama kuu pale Manyara. Sasa kumbuka ruling ya mwanzo kuhusiana ile ambayo nimekueleza ya tarehe 28 Agosti 2025, ambayo katika ukurasa wa 11 mpaka wa 18 kulikuwa na ufafanuzi wa kina ambao ulitolewa wa ruling ile, ambapo kwa urahisi tu wa maelezo na kwa ufupi ni kwamba kilichokuwa kimeamuliwa wakati ule na Jaji Devota Kamuzora tarehe 28 Agosti 2025 ni mambo mawili. Mosi, jaji alitoa ruhusa kwa Chadema ya kufungua kesi ya mapitio ya kimahakama ndani ya siku 14 dhidi ya uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa wa kutotambua uteuzi uliofanywa na Baraza Kuu la tarehe 22 Januari mwaka huu na kuacha kutoa ruzuku. Pili, jaji alitoa zuio la muda dhidi ya utekelezaji wa uamuzi wa msajili wa barua yake ya tarehe 27 Mei mwaka huu wa kutotambua uteuzi wa katibu mkuu, manaibu wake na wajumbe wa kamati kuu waliothibitishwa na Baraza Kuu la tarehe 22 Januari mwaka huu na kuacha kutoa kupeleka ruzuku kwa Chadema mpaka yatakapofanyika maamuzi ya mwisho juu ya maombi yaliyokusudiwa kuwasilishwa na Chadema. Baada ya hukumu hiyo, Chadema kumbuka iliwasilisha ndani ya siku 14 maombi yake kamili ya kwa mahakama kufanya mapitio na kubatilisha kwa kudumu, yani ukamilifu maamuzi ya msajili. Sasa serikali kwa upande wake ilifanya mambo matatu kwa niaba ya msajili wa vyama vya siasa. Mosi, iliwasilisha notice ya kutaka kukata rufaa mahakama ya rufani dhidi ya uamuzi wa jaji wa tarehe 28 Agosti 2025. Pili, majibu na viapo kinzani dhidi ya maombi yaliyowasilishwa na Chadema mahakamani. Lakini tatu, pia pingamizi dhidi ya maombi ambayo rasmi chama yaliwasilishwa. Na kumbuka tarehe 2 Oktoba mwaka huu usikizaji pia ndio ulipaswa rasmi kuendelea kwa pande mbili, lakini jaji mpya ambaye alikuwa anasikiliza shauri hilo Nenelo Mihambi aliahirisha kesi kutoka saa 4 mpaka saa 8 ambako maamuzi rasmi yakaja kutolewa. Kwa hiyo kama umekuwa ukifuatilia, nilikuwa najaribu kesi ambazo Chadema wanakabiliana nazo kwa mwaka huu. Umekuwa ni mwaka ambao akashikashe kweli kwao. Ingawa mara zote ukiuliza kama wanapita kwenye tanuru la moto wenyewe wanakuambia wako kawaida, lakini maoni yako ni yapi? Unaweza ukatueleza.